Yes bwana, inakuaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele na kwa mshikaji wangu kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi, kesho tuna mchezo wa Derby ya Dar es Salaam ambao unaikutanisha klabu ya Azam FC dhidi ya wananchi klabu ya Dar es Salaam Young Africans ambao wanajiandaa kuweza kuhakikisha wanaendelea kukusanya alama zao katika michezo kadhaa ya ligi kuu ya soka Tanzania bara ili kuendelea kujiweka vizuri kwenye mbio za kuwania ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Lakini kwa wanalambalamba, Azam FC na wao pia wametoka kupata ushindi dhidi ya Dodoma Jiji, na tulishuhudia ni kwa namna gani ambavyo walikuwa na kiwango bora kweli kweli. Dodoma ile ambayo klabu ya Simba ilipata tabu kweli na mchezo kuweza kumalizika kwa sare kwa suluhu ya bila kufungana. Lakini kwa upande wa wananchi pia mchezo wao wa mwisho dhidi ya Tanzania Prison tulishuhudia ni kwa namna gani ambavyo walipambana katika kuhakikisha na wao pia wanachukua alama tatu muhimu. Dakika za jioni kweli wanakuja kupata ushindi kwa bao la Depu ambaye amefikisha mabao 6 tangu ajiunge na klabu ya Dar es Salaam Africans, na sasa ndio ambaye anaongoza katika ile orodha ya wachezaji ambao wana mabao mengi kwa upande wa Yanga, akiwa pamoja na mtu mzima Prince Mpumelelo Dube. Lakini Mangoi wa pande za kusini kule Namungo ndiye ambaye anaongoza orodha ya wafungaji katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Sasa leo kama kawaida, unajua siku moja ya kuelekea mchezo kumekuwa na press ambazo zimekuwa zikifanyika kwa ajili ya kuweza kutangaza maandalizi, lakini pia kusema kama mko tayari kwa ajili ya mchezo ama la. Unajua watu wengine wamekuwa wakigomea kuweza kufanya michongo kama hii kwa kuwa unajua kabisa mbungi inaenda kuwa zito. Tulishuhudia kwenye mchezo ambao ulitangazwa mwaka jana, mnyama akigoma kabisa kwenda kufanya press wakati wa maandalizi ya kuelekea mchezo wa Derby ya Kariakoo. Derby ambayo ilikuja kuwa na vipengele vingi kweli, lakini baadaye ndo hivyo ilikuja kumalizika kwa Simba kuweza kupokea kichapo cha mabao 2-0. Lakini Derby ya mwisho ndo hivyo tulishuhudia ikimalizika kwa suluhu ya bila kufungana, lakini waamuzi ilikuwa ni kituko kweli. Sasa katika press ambayo imeweza kufanyika leo Dar es Salaam, tumeshuhudia makocha wakizungumza mambo kadha wa kadha, lakini moja kati ya kauli ambayo imeweza kuwagusa watu wengi ni pamoja na kauli ambayo ameitoa Frohei Benge, moja kati ya makocha wakubwa sana Afrika, akisema kwamba nenukuu, mpira ni mchezo wa fair na sio kwa ajili ya timu moja. Hii mechi tulipaswa kucheza Chamazi, tutacheza mechi zote mbili Benjamin Mkapa ambao ni uwanja wa nyumbani wa Yanga. Wana nafasi ya kushinda kwa sababu wapo nyumbani, ila hatulalamiki, tutacheza na kujaribu kushinda. Huyu ni kocha wa Azam FC Florent Ibenge, anaamini kwamba wameonewa kuweza kucheza katika dimba la Benjamin William Mkapa, ili hali mchezo huu wao ni wenyeji wa mchezo. Unajua uwanja wa nyumbani wa Azam kama kawaida unajulikana ni pale Azam Complex Chamazi. Sasa sababu za kuleta tena kwa Mkapa, kuna namna kama wao waamini kama kuna kitu ambacho kimepelekea mchezo kuweza kupelekwa nje na wao kuhitaji, yani kile ambacho kimeamuliwa ni uonevu kwa upande wao, hawakutaka mchezo huo uweze kuchezwa pale katika dimba la Benjamin William Mkapa. Na kama unakumbuka pia uwanja wa Mkapa ulikuwa umeelezwa kwamba umefungiwa au upo katika matengenezo kwa muda, so kuja kurejesha tena, kuna namna kama watu walishindwa kuelewa ni kitu gani ambacho kimepelekea uwanja huo kuweza kufanyiwa mabadiliko na mchezo kuweza kuchezwa pale. Sasa kwa upande wa kocha wa klabu ya Dar es Salaam Africans, na huyu si mwingine ni kocha Pedro Goncalves, ameweza kusema hivi: tunakwenda kukutana na timu ngumu zaidi katika ligi, ni timu imara hasa ukizingatia ufanisi wao kwenye mashindano ya kimataifa. Tulicheza nao kwenye fainali ya kombe la Mapinduzi, nadhani wakati watakuja wamejipanga vyema zaidi. Tunakwenda kucheza na timu ngumu kwenye mazingira ambayo hatujazoea kwa muda tokea nimekuwa kocha wa timu hii. Ni mara ya kwanza na kwenda kucheza uwanja wa Mkapa. Kucheza uwanja wa Mkapa ni fursa nzuri sana kwetu. Uwanja wa Mkapa ni uwanja mzuri, hivyo tumejiandaa vyema ili kupata matokeo.
kuna changamoto ndogo ndogo, hasa ukizingatia ugumu wa mchezo uliopita na safari nzima, basi utagundua kuwa wachezaji wamekumbana na uchovu. Tumepata muda wa kufanya maandalizi ya kuweka miili sawa tayari kwa mapambano. Lakini kuishia hapa, amerudi tena na kusema changamoto kubwa ambayo wachezaji wangu wanakumbana nayo ni kucheza katika mazingira tofauti ya uwanja. Unacheza kwenye viwanja vibaya, wakati mwingine viwanja vizuri. Ni lazima uwe na wachezaji wenye uelewa mkubwa wa kimbinu ili kukabiliana na vikwazo vya uwanja. Wachezaji wangu wanafanya vizuri sana. Tokea nimeingia Tanzania nimepata sare moja tu. Kwa kifupi, nina timu nzuri ambayo inaweza kukabiliana na timu yoyote bila wasiwasi. Ninaposema Azam ni bora, haimaanishi tunakwenda kwa hofu. Tunajamini tuna timu bora. Sisi ni Yanga, tunawaheshimu na tutacheza kwa kujituma na kwa nidhamu kwa ukubwa. So ngoja nimtazame pia kwa upande wa Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala ambaye anawatumikia wananchi kwa sasa, na pia ameweza kutoa maneno yake kuelekea mchezo huu na kusema kwamba maandalizi yameenda vizuri kabisa. Kila mwana Yanga anatambua huu utakuwa mchezo muhimu sana kwetu. Sio tu mchezo muhimu, bali ni mchezo mgumu, kwani tunakutana na wapinzani wagumu. Ni waondoa wasiwasi wananchi. Licha ya ugumu huu, sisi wachezaji tumejiandaa vyema kukabiliana na changamoto yoyote hapo kesho, na jukumu la kwanza hapo kesho ni kuhakikisha kuwa haturuhusu bao lolote. Jukumu la pili ni kutengeneza nafasi nyingi za mabao bila kupoteza malengo. Tahadhari ni muhimu, kwani wapinzani wetu nao wana wachezaji wenye uwezo mkubwa. Azam kiwatazama utagundua wana mabadiliko chanya kadiri muda unavyokwenda. Huyo ni Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala, naye pia akitima nondo kuelekea katika mchezo huo ambao utakuwa unaamua hatma ya nani apunguzwe katika mbio za ubingwa na nani aendelee kuwa mbabe pale katika mbio za ubingwa. Unajua vilabu hivi viwili ambavyo vinashabiana kwa kiasi chake kwenye ubora, lakini pia kwenye maandalizi, lakini pia makocha, kuna namna kama wamekuwa wakivutana sana pale katika mbio za ubingwa. Unajua Simba ameachwa kwa alama 5 lakini pia Azam ameachwa kwa alama kama 8 hadi 9. So ni kiwango fulani, ni baraka urefu fulani hivi. Ili Azam pia awe bingwa anastahili kuweza kupunguza idadi ya pointi ambazo zipo kwa kati yake dhidi ya wananchi. Na anazipunguza vipi? Ni kwa kuweza kuhakikisha anazuia wananchi kuweza kupata alama 3 katika mchezo dhidi yake. Sasa tungoje tuone kesho ni kitu gani ambacho kitatokea.